Welcome to our daily training. Today, I, Joy, and Stacy will be giving you the pilau, beef pilau. We have our beef here. We also have our pilau masala. You can show us, Stacy. We also have our soy sauce. Show us dark soy sauce, and we have our tomato paste. Someone show us tomato paste. We have our ginger and garlic. Ginger and garlic. There are the ingredients. And then we have salt. We have our onions. We have our coriander leaves. We have our green pepper. That's hoho. Then we will be also be doing our stir-fried rice. So we have our green peas. That is minji. We have them around. We are ready to blanch them. In fact, you can pour them in water so that we blanch them, waiting to be. Just pour with your sufuria. Pour everything. We're blanching our green peas so that when we come to the stir-fried rice, it will be easy for us. Hiyo maji ni mingi, tunaweza punguza so that zichamuke vizuri. And then we have our beef stew. We will also be doing beef stew today. And our rice is actually from where? Bishore. So we are sure of giving you at the end a nice pilau that is tasty, beef pilau. That's what we will be doing today. Welcome, continue watching. And now we start with the recipe of pilau, beef pilau. You can write beef pilau to give you a recipe. And then finally we will go to the beef stew recipe and ingredients, and then stir fried rice at the end, isn't it? Here is our recipe of beef pilau. Just the same beef pilau recipe. So as we continue with our recipes, we also doing our mise en place. We have our mise en place for stir-fried rice, which is carrots. We have our redly blanched peas. Then our beef is ongoing here. Yeah, we have carrots on beef stew. And then we have our garden peas also in beef stew, gourgets and carrots. That's the only different. And now we are done with our mise en place. You can see we have our blanched carrot here. We also have our blanched garden peas, that is minji. We have our coriander powder, isha katokatwa. Tuko na kitunguu chetu tumekikatakata julienne. Tuko na hoho tumekatakata julienne. We have our tomatoes here. We have our carrot paste there. We have our ginger paste here. And then we have our garlic also paste there. Beef cubes. We are ready now to give you the pilau and beef fry and vegetable rice, in which we name it as stir-fried rice. So we are ready to give it to you. Welcome. At the end we will give you everything, tukupea chakula ambacho kimetengezwa na wanafunzi wangu na watazama hivi. That's our boiling water for stir-fried rice, ready to put our rice. Tushaosha mchele wetu uko sawa, kwa hivyo tuongojea tu kutia kwenye maji, kisha uchamuke tuanze kutia our condiments ndani. Now that's our rice. We let it settle for 15 minutes. Ikiboil, ikisha boil then tutaitoa kama iko. So she is stirring our rice. Anaukoroga mchele wetu ndivyo that usishike chini. Inapoanza kuchamuka uchamuke vizuri, usishike chini. We cover it. You can even see the holes. To cover it with the aluminum foil to let it dry. Ikauke tu ioshe maji yote kisha tuiondoe. This is our stir-fried vegetable, and now we are ready to toast them to wait for our rice it dry. Kisha tuje tuiweke. Unaweza ukaekelea kwa nini yetu pan so that tuzitoast. Yeah. Tuzitoast zingojee mchele. Now toast vegetables zetu ziko tayari. So tuongojea tu mchele wetu uishe maji kisha tuje tuweke ndani, na hivyo ndio tunaita sasa stir fried rice.
Kwa hivyo tutaenda kwa the next recipe ambayo ni pilau after hii stuffed rice. Mchele wetu mweupe umeshaiva, umbakia tu kuweka ndani viungo zake kisha tuite stuffed rice ambazo zishatengezwa, zishakuwa ready. Mchele umeiva kabisa, umesteam, hauna maji yoyote. Hivyo unavyoona Joy akichokora, mchele umeiva kabisa, tayari kuziwekea condiments. So our stuffed rice is ready. You can even see by the look. It looks wow. Condiments ziko green. Mchele umeiva ukatawanyika. Tunakukaribisha tu uje ule. Lakini mchele uko sawa kabisa, tayari kuliwa. Na pilau yetu iko sawa. Tunangojea tu ishe maji kidogo, tuna steam kisha tuiondoe our beef pilau now. Then we serve it. Now we will be taking you through a pilau and here she goes. Tuko na mafuta yetu, nenda kutia mafuta kiasi kisha tuyaache yapumue, tuje tuweke kitunguu chetu, tuweke ginger na garlic na hoho, tungojee vidry mpaka viwe golden brown. Kitunguu chetu tunatia kwenye mafuta, ongezea kitunguu, kidogo hoho kidogo tu, ongezea hoho. Haya, koroga sasa. Ongezea ginger na garlic. Kisha tukoroge vitunguu vyetu mpaka viwe golden brown. Koroga kabisa mpaka viwe golden brown. Endelea kukoroga, vitunguu vyetu vinaanza kugeuza rangi. Hivyo ndio golden brown. Kisha ulete pilau masala yetu. Ulete soy sauce, tomato paste, zote uje nazo. Haya. Haya, pange vitunguu vyetu vimegeuka golden brown. Pilau masala unaniwekea 20 grams. Ongezea pilau masala. Haya, eka 20 grams. Koroga Joy. Unaona vitunguu vyetu viko golden brown, sivyo? Imetosha. Tunaongezea nyanya zetu kwenye mixture yetu na kitunguu chetu kimekuwa brown. Koroga. So nyanya zetu zikiwa zinaendelea, unaweza kuweka ndani nyama. Nyama yetu ishapikwa. Tushachemsha nyama, kwa hivyo iko tayari tu. Kama haingekuwa tumechemsha, basi tungeikaanga na kitunguu mpaka iive mwanzo. Ni sasa hivi tumeichemsha, iko tayari kutumika. Koroga kabisa. Haya, tunaweka beef cube yetu moja. Beef cube ni moja hivyo. Kisha tunakoroga. Naomba utie soy sauce kiasi. Aka soy sauce kiasi kisha ukoroge kabisa. Ongezea kidogo soy sauce. Nataka mpaka ifike 10 ml. Iko sawa hiyo. Koroga. Unavyoona mixture yetu iko tayari kabisa. Huu ni beef pilau, tunapika mchele wa pilau ambao tumechanganya na nyama. Tuongezwa na Chef Joy na Stacy. Haya, uje na tomato paste. Haya, tia ndani tomato paste 20 grams. Niliwaambia kijiko kimoja kikijaa ni 20. Kwa hivyo nataka uweke 25 grams. Imetosha hiyo. Hizo ni nyanya ambazo zimesiagwa, sawa? Unavyoona nyanya zetu zimeisha zote na mixture iko tayari pia. Kwa hivyo kitu ambacho tumesalia nacho tu ni mchele peke yake. Unavyoona hata kwa kusikia tu aroma peke yake inakwambia pilau inapikwa mahali, sivyo?
So hivi ilivyo, tunachukua mchele wetu ambao tuko nao hapa. Tushauosha mchele, uko tayari, unabwaga ndani. Kisha koroga Joy mchele mpaka ushikane na hizo mixture. Shikilia tu hivi, kisha ukoroge. Waona hata mchele kabla tutie ndani maji yetu, ambapo tuko na stock yetu inachamuka pale, tutaweka ndani tu. Already ishakuwa pilau unavyoona, sivyo? So imesalia tu kuweka maji yetu. Tumeikoroga kabisa mpaka imechanganyikana. Mchele utakapoiva, hautaona mchele ukiwa na rangi mbili. Mchele utakuwa na rangi ambazo zinafanana na ni rangi ya pilau. Nyama zetu zishaiva. Kwa hivyo kilichosalia tu ni kuchukua maji yetu, na already ni moto. Haya maji yameshachamuka. Kwa hivyo unaweka ndani. Nimwambia maji mchele kilo moja inaenda na maji lita 2, sivyo? So maji yetu tulikuwa tumeshaipima ni lita 2 na mchele wetu ulikuwa kilo moja. Tungoje. Okay, koroga kabisa. Koroga. Haya, ukisha koroga hivyo sasa unaweka kitu ambacho tunaita chumvi, the last one, sawa? Salt niliwaambia only 25 grams. Uchukue kijiko kimoja tu, kile kikubwa kinatosha. Kisha koroga na utest uone kama chumvi imetoshea. Naomba utest ndivyo tujue kama chumvi imetoshea, kama haijatosha, lakini ishatoshea, najua hivyo. So tutangojea mchele wetu ukauke, tu steam, kisha tukutolee pilau ikiwa tayari. Okay, leo hii naenda kuwafunza jinsi ya kutengeza nyama kwa aina 3. Tutatengeza beef fry, tuje tutengeze wet fry, na tuje tutengeze nyama ambayo inaitwa beef stew, sawa? Na hiyo ndio final. Kwa hivyo tunapoenda kuanza, tutaanza na hiyo ginger paste, tuje tuweke garlic kwa sufuria. Tuweke kitunguu, tuweke hoho, tukaange, kisha tuweke nyama yetu na tushaichamusha. Tuikaange kabisa, tuje tuweke soy sauce. Kwa hivyo tunaweza tukaendelea one by one tukiona jinsi tunavyofanya, sivyo? So sufuria yetu iko tayari hapa. Waweza ukatia mafuta. Tia ginger, ushaweka mafuta, eka ginger na paste. Ginger paste na garlic paste. Na ukoroge Joy. Koroga. Eka nyingine, eka hiyo ginger paste. Koroga. Naomba utie kitunguu, manake vishaanza kuturn golden brown, manake mafuta ilikuwa moto. Kitunguu kiasi, imetosha. Koroga. Chukua hiyo hoho, njoo uweke hoho. Hoho yetu iweke. Imetosha hiyo. Koroga. Kitunguu chetu kisha turn golden brown. Kwa hivyo waweza ukaweka nyama yetu, tushaitoa maji kwanza, tukaiweka sauce kando. Kumbuka tunaanza na beef fry, sivyo? Kwa hivyo eka nyama yetu. Mwaga tu, tia tu yote, mwaga na hiyo. Haya, koroga kabisa hiyo nyama. Hiyo ni beef fry tunaitengeza, sivyo? Then tutatengeza wet fry, kisha tuje tutengeneze stew, sawa? Kwa hivyo nitakufunza kutengeza nyama mara 3. Ikikia kama unataka kukula na sauce, basi utatengeza tu ikue dry fry. Then userve sauce kando na upike na mchele wetu, sawa? Nyama yetu imekauka, kwa hivyo unaweka black pepper 5 grams peke yake. Imetosha hiyo. Kumbuka tuna season 2 our fried beef, sawa? Haya, naomba tuweke soy sauce kidogo, kisha chumvi. Tutamalizia na dania. Naomba ukoroge nyama yetu ndivyo isishike chini. Soy sauce, dark soy sauce tunaweka kidogo kabisa, sawa?
hata kwa mtazamo wako tu na aroma unavyoona tu nyama yetu, unajua kumbe imeanza kukua dry fry na ishaita kitambo. Watu kama watu wako conference room washaondoka, wanakuja kula, sivyo? Haya, mwisho tuna season nyama yetu ambayo ni dry fry, sawa? Sasa beef yetu iko sawa, beef fry iko sawa, na nilisema nawafunza kutengeza kwa aina 3, sivyo? Kwa hivyo tutatengeza ambayo inaitwa wet fry. That is our next step, sawa? Kwa hivyo beef yetu tu ambayo tumeitengeza hiyo dry fry, tunataka tuitie ndani nyanya, tuweke ndani kitunguu, tuongeze na tuweke ndani na tomato paste, kisha tumalizie kwa wet fry. Can we do it, Joy? Yes. Continue as Stacy doing it. Tomatoes now. Put your tomatoes inside. So unakoroga kabisa mpaka hizo nyanya ziishe. Step ya kwanza nimwambia dry fry tumemalizana naye, sivyo? Kwa hivyo ni wet fry kiwango cha pili, sawa? Haya. So Stacy unavyoendelea kutengeza hivyo hivyo. Mwanzo kumbuka Joy alikuwa ametengeza dry fry, sivyo? Kwa hivyo unatengeza wet fry. Wet fry tumeongezea nyanya tu, ambapo tunakuja tuongeze na, kumbuka tulikuwa tumesha season nyama yetu, chumvi, kila kitu iko ndani yake, sivyo? Kwa hivyo ni nyanya ambazo zitaifanya ikuwe nini? Wet fry. Na mkumbuke tuko na awa ya eka yote. Hizo ni karoti zetu tumezigrate so that zitupe sauce ikuwe nzito. That's manake tunaita ni kwamba wet fry. Nataka ukoroge kabisa mpaka kila kitu hapo iishe. So waona nyama yetu imekuwa wet fry, sivyo? Ulivyokoroga zile mixtures mpaka kufikia hapo ishakuwa wet fry. So naomba uongezee tomato paste kijiko nusu. We don't like spices sana, manake tunaweka kidogo sana. Tushatumia nyanya, sivyo? So unaweza koroga na hiyo kijiko ndio ishe, hiyo paste ishe kutoka kwa kijiko. Nyama ina mvuto wake, inanukia vizuri. Koroga kabisa Joy na Stacy. So nyama yetu tulikuwa tumeitengeza kwa dry fry. Sasa hivi tumeitengeza imekuwa wet fry. The next step tunaitengeza inakuwa stewed, sawa? Yeah. Cha maana ni kwamba ujue kutengeza nyama fry, ujue kutengeza nyama ifike wet fry, na ujue kutengeza nyama ikiwa stewed ndio tule nayo mchele wetu, sawa? So leo recipe ya leo ilikuwa ni beef stew. Kwa hivyo beef stew bado hatujafikia hicho kiwango, hapo ndivyo tunaelekea sasa, sivyo? Ya, acha ichamke kidogo. That's our wet fry beef. So that is our wet fry beef. Azo ukakoroga ukaona nyama yetu ni wet fry, hata sauce yake ni nzito, sivyo? Yeah. Hiyo ndio tunaita wet fry sasa. Kwa hivyo tushamaliza kutengeza nyama yetu wet fry, tunaongeza mchuzi ili tutengeze beef stew. Waona unavutia vizuri, aroma peke yake. Yeah, hiyo ni beef stew yetu. Ongezea maji kidogo kisha tuiache ichamke. Waweza ukaweka vegetables zetu, kampe Joy hizi. Tamara, mpe Joy hizi vegetables aweke ndani kisha tungojee. Hiyo ni garden piece. Eka tu hivyo, mwaga na sahani. Vegetables zetu ni minchi na carrot for it to be a complete beef stew. So beef stew yetu ndio hiyo. Hivyo inavyochamuka. Tunangojea wazi ukaona tu kwa mtazamo wake. Beef stew iko sawa kabisa. Haya, tuiache ichamuke kidogo basi. Kisha tuiondoe.